Kwa majina naitwa Jeremiah John Hera, ni daktari katika hospitali ya mkoa wa Kilimanjaro Mawenzi. Tunapoelekea siku ya homa ya ini duniani ambapo huadhimishwa tarehe 28 mwezi wa 7, tungependa kukumbusha wananchi na kuwapa elimu kidogo kuhusu homa ya ini. Homa ya ini ni nini? Ni maradhi yanayotokea kwenye ini ambapo huambukizwa au husababishwa na virusi. Virusi hivyo viko aina kama 5 ambazo zinasababisha homa ya ini. Na kikubwa ambacho wananchi wanatakiwa kufahamu ni kujua maambukizi yanatokeaje. Homa hii huambukizwa kwa namna tofauti. Kuna njia ya uchafu unaopita kupitia mdomoni kama kupitia chakula au maji tunayokunywa. Ni njia rahisi sana kutokea kwa watoto kuliko watu wazima. Hivyo tuangalie na kuelimisha watoto wetu kati ya umri mdogo wa miaka 5 mpaka 15 waweze kufahamu. Na njia nyingine kubwa ya maambukizi ni njia ya tunasema contact, yani kugusana kwa maji au ute wa mwili wa mtu mmoja mwenye maambukizi kwenda kwa mtu mwingine. Na njia nyingine ni njia ya kufanya mapenzi, vile ambavyo tumeshawahi kusikia labda maambukizi ya VVU hutokea. Ndivyo hivyo kwa baadhi ya virusi vya homa ya ini. Hivyo tuchukue tahadhari hizi kuzuia maambukizi yasitokee. Na ni dalili gani ambazo zinaweza zikatokea mtu atakapokuwa ameambukizwa homa ya ini? Mara nyingi mtu anaweza asipate dalili au asigundue kama hata ameumwa, kwa sababu dalili zingine huwa haziko maalum. Kwa mfano, mtu anaweza kaishia kupata mafua na kuchoka mwili na viungo, lakini mara pengine mtu anaweza kupata dalili ya kuumwa tumbo, dalili ya njano kwenye macho, na muda mwingine anaweza kupata uvimbe kwenye tumbo, hasa eneo la ini, yani tumbo kwa juu upande wa kulia. Basi kwa wale wengine ambao hawatapata dalili zozote, wanaweza kaja kupata dalili za kuchelewa ambazo zikawa tumbo kuvimba, yani maji kujaa kwenye tumbo, na huambatana na miguu pia kuvimba muda mwingine, au mwili kuwashwa kwa sababu ya baadhi ya sumu zinazojaa kwenye mwili. Tungependa pia kufahamisha watu kuwa homa ya ini inaweza kugundulika kwa kufanya vipimo vya damu, na ikigundulika basi kuna vigezo tunaweza kuangalia kama mtu huyo anahitaji kutibiwa, na tiba ipo kwa baadhi ya virusi hivyo. Ni vyema basi angalau watu wazima wa miaka ya utu uzima kuweza kufanya kipimo hicho angalau mara moja katika maisha yako, ili kugundua mapema kama una virusi hivyo na vikiwa kwenye kiwango ambacho kinafaa kutibiwa, mtu wasi anaweza akapewa tiba sahihi. Na kuna aina mojawapo ya virusi ambavyo kuna kinga yake, yani chanjo, ambayo kwenye chanjo za watoto ambao tayari zinatolewa tayari ipo. Na pia mwili kwa kawaida unaweza kuondoa virusi hivi kwa kiwango kikubwa sana. Ndio maana hata kila mtu anayekutwa navyo muda mwingine anaweza sipewe dawa, lakini yule ambaye atatakiwa kupewa dawa kutokana na viwango tutakavyoviangalia anaweza akapewa dawa. Ni vizuri kuzingatia kufanya vipimo au kutaka kutambua hali yako ikoje na kuchukua kinga kujizuia na virusi hivyo, kwa sababu madhara ya maambukizi ya virusi vya homa ya ini ni makubwa, yakiwemo madhara ambayo yanafanya ini kuwa na makovu ambayo hupelekea ini kushindwa kufanya kazi, na madhara mengine makubwa ambayo yanatokea ni saratani ya ini. Hivyo tunatoa rai kwa wananchi wote kwamba tuweze kuendelea kuchukua kinga dhidi ya maambukizi hayo, na tuweze kupata huduma sahihi ya kujipima angalau mara moja kwenye maisha yako, na kuweza kupata tiba stahiki endapo unastahili, na maelezo mengine kutoka kwa mtaalamu wa afya kutokana na uhitaji. Asanteni sana.